Dadangu, usijali, mimi niko tayari kukusaidia. Kweli Tony? Nilichokiongea ninamaanisha. Kuwa huru. Wivu yasiyofaa, nimejikuta nafanya mambo yasiyofaa, nimeteketeza damu yangu bila kujua, bila kujua. Wivu usiofaa, wivu usiofaa, usiofaa, wivu usiofaa, nimejikuta nafanya mambo yasiyofaa, nimeteketeza damu yangu bila kujua. Oh, wife. Karibu. Asante. Habari? Salama. Karibu. Asante. Leo tuna geni. Takuelekeza. Karibu. Dadangu. Sio vizuri kukaa chini hapo. Viti vipo. Hamna, hapo panatosha. Nishakwambia. Be free. Nyuka njoo kae kwenye kiti. Sindio mke wangu? Wivu yasiyofaa, nimejikuta nafanya mambo yasiyofaa, nimeteketeza damu yangu bila kujua. Sasa nakuomba kitu kimoja. Peleke chumbani ugeni na muandalie maji ya kuoga na pia mpe chakula. Sawa? Sawa. Lakini unaniambia baada ya kukaa utanitambulisha mgeni ni nani? Ni kweli. Lakini sio mahali pake. Usijali, nitakwambia. Sawa? Sawa. Wivu yasiyofaa, nimejikuta nafanya mambo yasiyofaa, nimeteketeza damu yangu bila kujua, bila kujua. Wivu usiofaa. Kuna maisha mengine badala ya haya, haya yanahitaji uvumilivu. Kuna maisha mengine badala ya haya, haya yanahitaji uvumilivu. Hivi naingiaje mimi? Kwa sababu mimi kwa najitetea ugali wangu, vile nilikuwa nakutetea wewe. Ila wewe ukunijua. Sio unaelewa. Kwa hiyo ina maana wewe choko lako ile. Hasa wewe maneno gani makorogo? Unanihitaji mimi choko. Mimi sitaki matatizo. Sawa? Wewe unaongea maneno yako, afu baadaye unaenda kumwambia dada. Tena jamaa kama kasharibu na jamaa bwana. Kwani haudiki saa 2 usiku? Basi sawa. Fanya hivyo basi nakwambia. Ndio nipate jibu. Ngoja basi ni mwana. Si una mgeni umempokea juzi wewe au?
Hivi. Unawezaje kumpokea mgeni ambao umfahamu? Unajua mimi nakushangaa sana. Na je, kama ni mke mwenzio je? Wifi useme hivyo. Na kujua ifi yangu umezidi sana upole. Wanaume japo le kakaangu. Nda mwingine wasimwamini. Yaani kwa mfano hata mimi mwanamke mwenzio kumpokea mtu ambaye simjui. Siwezi. Na kushangaa umewezaje? Lakini sawa usijali. Hiyo issue niachie mimi. Nitamaliza kila kitu. Kweli ifi yangu. Ndio nakwambia. Si unajua? Na ndio nakutegemea. Sasa, yaani nitamaliza kila kitu hapo. Wewe niachie ukae. Nashukuru kwa hilo. Aya, ila ifi nasikia njaa mwenzio. Chakula jikoni kiko tayari. Makoroboi. Mbona mambo mengi? Unajua ukiita unajua siku yote kuna neema. Alafu ujue dada mkubwa bwana. Usiniambie. Sasa sikiliza kuna issue nataka nikwambie. Issue gani? Umeona huko ndani? Nataka yule mwanamke alikuja na kaka hapa aondoke. Huyu wa ndani anaumeza ugali wetu? Huyo. Kwa nini imekwaje? Anaanza kufuka mipaka sikishaanza kuingia chumbani kwa watu. Yaani hicho siulize. Kapita mule. Kiasi kwamba ifi yangu hana hatara. Sio ifi hata mimi pia. Sina hata amani. Kwa hapa ninachokuomba. Nitakupa 300,000. 300,000? Sasa unashtuka nini wewe? Ungemaliza basi ukifanya kabisa 500 kabisa. Mimi namtoa na mikwaju. Hamna shida. Pesa sio shida zangu. Nitakupa. Shida tu ufanye mpango mwanamke aondoke. Kwa wewe ulitaka lini hilo jambo lifanyike? Mimi hata kesho. Hata kesho. Sasa sikiza mambo. Yaani iwe siri yako na yangu kaka asijue. Sasa tufanye mchongo mmoja. Sasa mimi nataka kipindi akitoka mzee, mimi ndo nifanye hiyo kazi. Sawa? Sababu unajua wewe sasa tena anakuja kama chafya. Umeona? Ila nakuomba. Iwe siri yetu mimi naye tu wawili. Hicho damu kubwa. Kuna mchongo yangu hata. Sasa nakutegemea. Hapa shida nakutegemea. Sasa mimi badala ya haya yanahitaji uvumilivu. Ifi yangu. Si nikwambia ile issue lazima niimalize mimi. Nakuaminia ifi yangu. Umeona? Si nikwambia sinaga issue mbovu mimi. Ndio. Yaani mimi nikiamua nimeamua. Wewe unyama tu. Hapa kwangu akiharibiki kitu. Na hasa ukiishi ndani na mimi. Ufeli kabisa ifi yangu. Kwanza nakupenda na kukubali vibaya. Ndio. Na nimemaliza kwa wakati. Hapa ndani aingie mwanamke yote, awe mchina au mzungu. Siwezi kukubali. Kwanza ndio umenifanya paka nije hapa mjini. Na kumbuka nyumba umejenga wewe na mume wako. Yaani hakanyagi mwanamke na yote hapa. Mwenyewe sio nikubali. Ndio nakukubali. Yaani wewe acha tu. Kwanza maisha hapa ni mazuri. Ngoja nipokee simu. Alafu namba nyingine wenzangu. Halo?